kwanza nipongeze nchi yetu kwa hatua kubwa ambayo tumepiga katika kuhakikisha haki na usawa wa kijinsia. Najua katika miongozo ya nchi yetu tulikuwa tunasema kwa sasa hivi walau tufikia 30% ya wanawake wao wamepata haki kulinganisha katika fursa mbalimbali na maeneo mbalimbali ikiwemo uongozi, uchumi na huduma za kijamii. Maeneo mengi hatua hiyo tumefika, na sasa tunaelekea kwenye 50-50 itakapofika mwaka 2030. Nimpongeze sana rais wetu kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya kuhakikisha hizi fursa tunazipata kwa usawa, lakini niendelee kutoa shime kwa sababu hatujafika 50 kwa 50 na ndio safari tunayoelekea. Basi kila mtu anapoona fursa mwanamke ajue kuwa zimewekwa wazi pia kwa ajili yake, achukue hatua, athubutu. Vile vile unapoona fursa za kiuchumi tuchukue hatua, fursa za uongozi tuchukue hatua. Na mwaka huu tunapoendelea kwenye uchaguzi mkuu ambako tutachagua viongozi wetu ukienda na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa kwa kuwa ameonyesha mfano mkubwa sana wa kuongoza kwa utashi mkubwa, kwa mafanikio na kwa uzuri, basi ametuonyesha kuwa kila mtu anaweza, na kama kila mtu anaweza, kilichobaki ni sisi tu kuchukua hatua sisi wenyewe. Kwa hiyo nitoe shime, nitoe wito kuwa wanawake, itapofika mwezi wa 10 tunachagua viongozi. Kwanza nitoe shime, wanawake tuchukue fomu kuanzia udiwani, ubunge na kila nafasi. Kwa kweli urais ndio tumesema kwa sababu ameshatuonyesha, yeye tumwachie fursa hiyo, ila tu tukamwonyeshe kwenye boksi la kura kwa tumeona kazi yake, tumeipenda na tumeona kuwa anaweza na tuko tayari kumuunga mkono. Kwa nafasi nyingine wanawake akichukua hatua, sisi ambao ni wanawake tuna idadi kubwa kuliko wanaume, basi tuwatie moyo wanawake wenzetu kwa kuwapigia kura, kwa sababu ameshaonyesha tunaweza. Hatuna sababu tena ya kusita kama tulivyokuwa tunajiuliza zamani, tukimpa ataweza hawezi. Ameshaonyesha uwezo wao. Lakini nitoe shime, fursa za kiuchumi ni nyingi sana ambazo serikali yetu imeweka. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza fursa za usawa pia wa kijinsia katika sekta ya uchumi. Kilichobaki ni sisi wanawake kuchukua hatua. Tunatamani kuona wanawake sasa wanafaidika na fursa kubwa za mafanikio kama ambavyo ni wanaume. Tukisimamisha wafanyabiashara wakubwa, tuwaone wanawake wamesimama kidedea kama wanawake ambao wamefanya vizuri katika biashara na mambo mengine. Ndugu zangu, leo ni siku ya wanawake. Niwapongeze wanawake wote kwa kuzaliwa wanawake, niwapongeze wanawake wote kwa majukumu wanayotekeleza. Niwatakie kila laheri kusherehekea siku hii muhimu, lakini tukumbuke kuwa Samia ni mitano tena. Kabla hujaondoka, tumekuja wakati wa maadhimisho ya Chama cha Mapinduzi, tulikuja na tukatembelea lile soko la Machinga Complex. Kuna vitu sisi kama waandishi tuliviona na tukavipongeza. Moja ni chumba cha watoto ambao wanawake wana watoto wanafanya biashara pale, lakini watoto wao wana chumba maalum. Ile ni hatua kubwa sana. Na kuna chumba ambacho cha emergency, ni kwenye masoko yote tumezunguka hakuna. Kwenye hili unazungumziaje mkuu wa mkoa wa Dodoma? Kwanza ni kweli sasa hivi kutokana na mwamko huu wa haki za wanawake na usawa wa kijinsia, ndio angalau tumeanza kutambua kumbe mwanamke ana jukumu la muhimu alilopewa na Mwenyezi Mungu, ambalo natakiwa sisi kama jamii tulitambue na tulipe uzito stahiki. Hicho ndio kilichopelekea kuanza kuweka maeneo maalum ya kunyonyeshea kwenye masoko ya wanawake, kupata ule uhifadhi maalum wanapofanya jukumu hili ambalo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na kwa kuanzia pale Machinga kama alivyosema na maeneo mengine, lakini sisi kama mkoa tumejipanga kuhakikisha hatuishii hapo, maeneo mengine yote ambayo hayana maeneo namna hiyo yaweze kupata, na tumeweka kwenye bajeti zetu kuhakikisha sisi wenyewe tumesema hapa, nasikia kiongozi mimi ni mwanamke, sasa hivi tuna bajeti za halmashauri. Kwa hiyo ni msisitizo wangu kabisa kwenye vipaumbele vya bajeti kwa jambo hili lipewe uzito na wanawake wapate haki yao ya jukumu hili ambalo wamepewa na Mwenyezi Mungu, maumbile yao yasionekane wanaponyonyesha. Basi tumejipanga kwa kweli kufanya vizuri.